Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi ya vichwa vya habari wa magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 5 ya mwezi wa 5 mwaka 2025, siku nzuri kabisa, siku ya Jumatatu. Kwa moyo mkunjufu kabisa ni kualike kuna udukuzi ya vichwa vya habari wa magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Sheikhani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbushe, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok, bila kusahau mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini pia usisahau kuacha bodi yako kwenye comment kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante sana kwa kuwe mdau ambao unaandika comment. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Gazeti ya Habari Leo katika ukurasa wake mbele ya habari iliyopewa kipaumbele ni serikali yatoa pole kwa Kitima ya laani, Mpango atoa pole pia kwa kanisa, atahadharisha uchochezi, teki yahimiza hatua kwa wahusika, upendo, amani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Barabara kilomita 67 kujengwa, kufungwa taa Ilala. Habari katika ukurasa wa 4. Mitihani ya kidato cha 6 kuanza leo, watahiniwa juu 18%. Habari katika ukurasa wa 20. Majaliwa tumedhamiria kuinua wachimbaji wadogo. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Wafanyabiashara 4 wafa mgodini Mwanza. Habari katika ukurasa wa 4. Zito achukua fomu ubunge Kigoma mjini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. NMB UDOM kushirikiana kukuza bunifu. Habari katika ukurasa wa 4. Madereva 80 wafungiwa leseni Tanga. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Tek ni shambulio la maeneo matatu. Askofu Nzigiwa yataja mbele ya makamu wa rais kwenye hafla kusimikwa askofu Bagamoyo. Dr. Mpango asema serikali imepokea rai yao, asisitiza serikali inawasaka wote waliomshambulia Dr. Kitima. Habari katika ukurasa wa 4. Nukuu iliyoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Askofu Eusebius Nzigiwa ikisema shambulio lile halikuwa la watu waliotaka kumpora mali au fedha, bali lilikuwa ni shambulio la watu waliotaka kumpora uhai wake, uhuru na haki yake ya kuishi, kusema na kutenda kadri ya dhamiri, imani na wito wake aliyojaliwa na Mungu. Ndani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4. Habari picha inamwonyesha askofu wa jimbo jipya Katoliki la Bagamoyo, Mhashamu Stefano Musomba kushoto, akipokea fimbo ya kichungaji kutoka kwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam Jude Ruwaichi wakati wa kusimikwa kwake na uzinduzi wa jimbo jipya la Bagamoyo. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4. Gazeti limeandika kauli ya RC Zanzibar kuhusu kadi za wapiga kura ya zua jambo Unguja, siku chache baada ya mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi Idrisa Kitwana kuwataka watendaji wa serikali waliopo chini yake kuwasilisha kadi zao za mpiga kura zikague. Wadau wa uchaguzi wamesema. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 18. Zito ajitosa tena ubunge Kigoma. Habari katika ukurasa wa 3. Mganga alistakiwa mauaji ya pacha wa Uhuru. Habari katika ukurasa wa 20. Lakini pia gazeti hili limeandika madeni uhuru wa habari kuwakahanga mawaziri watatu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Tutazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kidato cha 6 kuanza mtihani nchini kote leo, ni pamoja na mtihani wa ualimu. NECTA yaonya kuhusu vitendo vya udanganyifu, yaahidi kuchukua hatua kali. Habari katika ukurasa wa 4. Serikali ya laani vikali, yakemea kushambuliwa, kuumizwa Kitima. Habari katika ukurasa wa 4. Miradi mikubwa ya kimkakati kanda ziwa
yakamilika. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Ruangwa haina deni na Rais Majaliwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Serikali yakiri kuthamini kazi ya sekta binafsi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. NMB yabania kuinua tehama UDOM. Habari katika ukurasa wa 8. 7 wauawa shambulizi la hospitali Sudani Kusini. Habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili imeandika mkutano mkubwa wa uwekezaji Zanzibar sasa kufanyika Juni. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Tutazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni shambulio la katibu TEC maaskofu wa Ng'aka. RC yajiuliza maswali matatu. Malasusa alitaja ni tukio la kinyama lililotweza heshima ya Tanzania. Show ataka busara kesi ya Lissu. Mpango asema hatua zinachukuliwa. Habari katika ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3. Nukuu ya makamu rais wa TEC Askofu Eusebius Nzigiwa anasema shambulio lile halikuwa la watu waliotaka kupora mali au fedha, bali lilikuwa shambulio la watu waliotaka kupora uhai wake, uhuru na haki yake ya kuishi, kusema na kutenda kadri ya dhamiri, imani na wito wake aliojaliwa na Mungu. Undani katika ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3. Habari picha inamuonesha Philip Mpango, Askofu Show, Askofu Malasusa pamoja na Padri Charles Kitima. Gazeti limeandika makala maalum taka tishio kiafya na uchumi Zanzibar. Habari katika ukurasa wa 19. Madiwani waja na sheria ya kubana wanawake walevi. Habari katika ukurasa wa 3. BAKWATA na Wasabato wakosoa maandamano dini kuingilia siasa nchini. Habari katika ukurasa wa 4. Watumishi kukabidhi kadi za wapiga kura kwa zua mjadala. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Zito ajitosa tena ubunge Kigoma mjini. Habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe. Lakini pia Nipashe michezo ukurasa wake mbele limeandika Simba yaipania JKT Tanzania. Habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe katika ukurasa wake mbele. Nalo gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Dr. Harun, mikakati madhubuti itaondoa mianya ya rushwa, awataka watendaji kuongeza juhudi za udhibiti. Habari katika ukurasa wa 2. Gazeti limeandika watahiniwa 134,390 kuanza mitihani kidato cha 6 leo. Habari katika ukurasa wa 3. NBC yaahidi kuendelea kumuunga mkono Rais Samia. Habari katika ukurasa wa 3. SMZ kuendelea kuimarisha huduma za afya Dr. Mngereza. Habari katika ukurasa wa 3. Balozi za magharibi zaonya usalama Sudan. Habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi. Uhuru kweli daima ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni serikali ya laani yakemea tukio la kushambuliwa padri. Makamu wa rais asema vyombo vya dola vimeagizwa kuwatafuta, kuwakamata na kuwachukulia hatua za kisheria wote waliohusika. Pia asisitiza umuhimu wa kudumisha amani na utulivu wakati wote wa maandalizi na kampeni za uchaguzi mkuu, rais wa bunge na madiwani. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 2. Gazeti limeandika waziri mkuu adoboa siri uwekezaji sekta madini. Habari katika ukurasa wa 2. NMB UDOM kuinua tehama kwa vijana. Habari katika ukurasa wa 5. Watahiniwa 134,390 kufanya mtihani kidato cha 6 nchini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Profesa Kitila eleza jinsi mauzo ya nje yalivyopaa. Habari katika ukurasa wa 3. Ripoti gharama za mawasiliano TCRA bado nafuu. Habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Kama nakala yako usome kwa ndani zaidi. Nalo gazeti wa Machinga mikononi mwangu lenyewe limeandika Dr. Mpango, serikali inalaani kushambuliwa Padri Kitima, asema haiko tayari kuona tukio hilo na mengine ya uvunjifu wa sheria. Ashiriki misa ya kumsimika askofu jimbo jipya Katoliki la Bagamoyo. Mhashamu Askofu Stefano Musomba awasilisha salamu za Rais Samia. Habari katika ukurasa wa 3. Viongozi wafundwa amani ya nchi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Washauri kuepuka kauli tata zinazoweza kuleta msuguano. Wanasiasa nao wapewa angalizo. Wachungaji kanisa la Sabato toka Kenya, Tanzania waendesha maombi kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu. Habari katika ukurasa wa 3.
Majaliwa Ruangwa imemlipia fomu Rais Dr. Samia. Habari katika ukurasa wa pili. NMB yadhamiria kuinua tehama chuo kikuu UDOM. Habari katika ukurasa wa pili. REB yaridhishwa matumizi ya nishati safi gereza la Butimba. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga katika ukurasa wake mbele. Kamata nakala yako some kwa ndani zaidi. Na sasa tukikia habari za michezo na burudani, mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika aibu, madudu ya waamuzi yachefua wengi, TFF bodi zijisafishe tuhuma hizi. Kwa kawaida matukio yanaweza kusababisha refa ongeze muda, ni mabao na shangwe zake, mabadiliko ya uchezaji, matibabu kwa uchezaji. Na undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa 14. 4 nafasi walioshika ligi bara kwa ubora Afrika kwa mujibu wa IFFHS. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa 14. Gazeti hili limeandika Kajala Konde Boy yaliyomo yamo. Habari katika ukurasa wa 9. Samata bado moja, tiketi ya UEFA kumpa Casemiro pesa ndefu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa za ndani za gazeti hili. JKT Tanzania dhidi ya Simba leo Jumatatu saa 10 kamili jioni Meja Jenerali Samuyo. Na leo tena, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mechi ya kwanza Simba walipata ushindi wa goli 1-0. Gazeti hili limeandika EPL leo Jumatatu na Crystal Palace na Nottingham Forest saa 4 kamili usiku. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Kamata nakala yako some kwa undani zaidi. Magazeti ya habari za michezo na burudani, mikononi mwangu ndio gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe katika ukurasa wake nyuma limeandika Simba ifuata JKT Isamuyo, mkwasa umbaradhi kipigo Ngorongoro, wanawake waomba kuungwa mkono fursa. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Niki wa pili amkubali Dogo Pate, na habari katika ukurasa wa 21. Ateta hasira zote kwa PSG. Habari katika ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, na gazeti hili linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV.